Mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema leo kuwa ameshtushwa na mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza ambayo mamlaka Palestina inasema yamesababisha vifo vya mamia ya watu na kutishia kusambaratika kabisa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kulingana na Turk, hatua ya Israel kutumia nguvu zaidi ya kijeshi itaongeza tu mateso zaidi kwa Palestina ambao tayari wanakabiliwa na hali mbaya iliyoko. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliliambia jeshi kuchukua hatua kali dhidi ya Hamas kujibu hatua ya kundi hilo ya kukataa kuachia huru mateka waliosalia pamoja na mapendekezo ya kusitisha mapigano. Ajit Asunghay, mkuu wa ofisi ya haki za binadamu katika ukanda wa Gaza, ametaja kwanza tena kwa mashambulizi hayo ya Israel kuwa hatua ya kutisha baada ya miezi miwili ya kusitishwa kwa mapigano. Berlin. Bunge la Ujerumani linalomaliza muda wake linatarajiwa kupitisha mpango mkubwa wa kuzuia ukomo wa serikali kukopa ambao umewasilishwa na vyama vitatu vya CDU, CSU na SPD vinavyotarajiwa kuunda serikali mpya mseto. Friedrich Merz, anayetazamiwa kwa kansela ajaye wa Ujerumani, anaopigia upato mpango huo akitaka upitishwe na bunge la sasa, akihofia kwamba huenda ukapingwa na bunge lijalo litakaloanza vikao vyake mnamo Machi 25. Mapema leo, Merz alisema kuwa sasa inabidi wajenge upya uwezo wao wa ulinzi kuanzia mwanzo. Kwa mkakati wa ulinzi na ununuzi unaoendeshwa na teknolojia, ufuatiliaji huru wa satelaiti ya Ulaya, droni na silaha na mifumo mingi ya kisasa ya ulinzi, na zaidi ya yote kuwepo kwa maagizo ya kuaminika na yanayotabirika ambayo yanapaswa kuelekezwa kwa wazalishaji wa Ulaya wakati wote inapowezekana. Mpango huo unaotarajiwa kupitishwa na wabunge unalenga kulegeza sheria za katiba na kuondoa ukomo wa kukopa na hivyo kufufua uchumi wa Ujerumani ambao ndio mkubwa zaidi barani Ulaya. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuzungumza leo na Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa njia ya simu kujaribu kumshawishi akubali makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine na kuelekea kupata suluhisho la kudumu la kumaliza mzozo huo wa miaka mitatu. Chapisho kwenye mtandao wa kijamii hapo jana, Trump alisema kuwa masuala mengi ya makubaliano hayo ya mwisho yamekubaliwa, lakini bado yako yaliyosalia. Trump ameongeza kusema kuwa kila wiki wanajeshi 2500 huuawa kutoka pande zote na kwamba hilo linapaswa kusitishwa mara moja. Kulingana na rais wa Marekani, anatazamia kwa hamu mazungumzo hayo na Putin. Katika jaribio la uwezo wake wa kufikia makubaliano, Trump anatumai kuwa anaweza sasa kumshawishi Putin pia kukubali kusitishwa kwa mapigano na kuruhusu hatua za kuelekea mpango wa amani wa muda mrefu ambao amedokeza unaweza kujumuisha makubaliano ya kimaeneo na Ukraine na udhibiti wa kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Islamabad. Jimbo la Balochistan nchini Pakistan linalokabiliwa na hali tete limeamuru kufungwa kwa vyuo vitatu vikuu katika wiki za hivi karibuni kutokana na wasiwasi wa kiusalama katika wakati ambapo mashambulizi ya kundi linalotaka kujitenga yameongezeka kwenye eneo hilo. Haya ni kulingana na afisa wa eneo hilo aliyeliarifu shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina kwa kukosa kibali cha kuzungumza na waandishi wa habari. Afisa huyo amesema kwa wiki iliyopita vyuo vikuu viwili katika mji mkuu wa jimbo hilo Quetta viliamriwa kufungwa kwa muda usiojulikana, na leo chuo cha tatu kimepewa maagizo ya kufundisha kwa kutumia mfumo wa video. Usalama mjini Quetta umeimarishwa huku kukiwa na ongezeko la idadi ya vikosi vya usalama mitaani na vituo vya ziada vya ukaguzi vikiwekwa kote mjini humo kufuatia ongezeko la hivi karibuni la vurugu za kundi hilo linalotaka kujitenga. Hatimaye Naypyidaw. Takriban wakimbizi 65 wa Rohingya waliuawa mwaka jana katika mapigano kati ya makundi hasimu ya wanamgambo waliokuwa wakizozania ushawishi katika kambi za misaada za Bangladesh. Haya yamesemwa leo na shirika la haki la kikanda
Fortify Rights. Fortify Rights iliorodhesha vifo 65 mwaka jana pamoja na mashambulizi kadhaa na pia utekaji nyara vinavyohusishwa na makundi ya wapiganaji na wahalifu katika kambi hizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Tatu Karima amekusomea taarifa hiyo ya habari. Sasa hivi anaanza kukuandalia taarifa ya habari za Afrika, lakini kwanza mimi nakupeleka katika uchambuzi wa dunia yetu leo jioni, ambapo tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na hali ya huko Mashariki ya Kati. Watu 400 wameuawa na chungu nzima wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi makubwa ya Israel katika ukanda wa Gaza. Na ama kuhusu Ukraine, kikubwa kinachofuatiliwa na mazungumzo yanayotarajiwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin, yatakayotoa mwelekeo wa nini kitafuata kuhusu makubaliano ya usitishaji vita katika mgogoro kati ya Ukraine na Urusi. Na huko nchini Tanzania, baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kufanya kikao na msajili wa vyama vya kisiasa, cha sisitiza hakitobadili ajenda yake ya kuzuia uchaguzi ujao ikiwa hakutofanyika mabadiliko. Tutatafuta fursa ya wao kukutana tena na sisi, lakini wakati sisi tukisubiri kukutana nao tena, sisi ratiba zetu za chama zitaendelea kama kawaida kuhakikisha kwamba no reform no election. Sisi tutafuatilia kwa kina yale yanayojiri huko, lakini pia tutakuwa na taarifa nyingine mbalimbali. Asante unayetufuatilia hivi sasa kwenye YouTube, lakini pia kwenye mitandao yetu mbalimbali, Facebook na Instagram, vile vile katika kupitia redio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Hapa Ujerumani, msikilizaji, bunge linapiga kura jioni hii kuhusu kulegeza sheria ya katiba ili kuifungulia njia serikali ijayo kukopa zaidi kusimamia bajeti ya ulinzi. Tutakuwa na ripoti hiyo, lakini pia hiyo ni mada ambayo itajikita katika mjadala wetu wa hapo baadaye. Tunaanza uchambuzi wetu lakini na huko Mashariki ya Kati, ambako Israeli imefanya mashambulizi makubwa zaidi ya anga kwenye ukanda wa Gaza tangu Januari na kuwaua zaidi ya watu 400 huku mamia wakijeruhiwa, ikisema ilikuwa inazilenga ngome za Hamas. Mashambulizi hayo yamekosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa na yameongeza mvutano katika eneo hilo. Idi Sesanga na taarifa kamili. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, mashambulizi hayo yameua watu wasiopungua 404 na kuwajeruhi zaidi ya 500. Miongoni mwa waliouawa 263 walikuwa wanawake na watoto, na kuyafanya mauaji hayo kuwa mabaya zaidi tangu vita vilipoanza mwezi Oktoba 2023. Mashambulizi hayo yameibua hasira kote ulimwenguni. Saudi Arabia imelaani vikali kitendo hicho na kuitaka Israeli kusitisha mapigano mara moja na kuwalinda raia. Nchi hiyo ambayo ilikuwa mbioni kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israeli kabla ya vita, imesisitiza kuwa haitachukua hatua hiyo hadi mapigano yatakapokoma na njia ya kuundwa kwa taifa la Palestina iwekwe wazi. Wakati huo, Qatar ambayo ni mpatanishi mkuu wa mizozo katika eneo hilo imelaani pia mashambulizi hayo. Misri imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni jaribio la kulazimisha Palestina kuhama Gaza kwa nguvu. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na Emir wa Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Asaba wamekosoa mashambulizi hayo na kuyaita ukiukwaji mkubwa wa mkataba wa kusitisha mapigano. Msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Levitt amethibitisha kuwa Israeli ilihusisha serikali ya Trump katika mpango wa mashambulizi hayo. Serikali ya Trump ilishauriana na Israeli kuhusu mashambulizi yao dhidi ya Gaza. Rais Trump ameonya kuwa Hamas, Wahuthi, Irani na makundi mengine yanayotishia Israeli na Marekani yatakabiliwa na hatua kali. Haogopi kusimama upande wa Marekani na mshirika wake Israel. Hali ya kibinadamu Gaza inazidi kuwa mbaya. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema hospitali nyingi zimefurika wagonjwa, huku shirika la afya duniani WHO likionya kuwa dawa zimeanza kumalizika. Tomaso Della Longa, msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu, amesema kuwa timu zao zinakumbwa na uhaba wa chakula, mafuta na vifaa vya tiba.
Tangu March hakuna mafuta wala misaada yoyote iliyoingia Gaza, amesema, na kuongeza kuwa huduma za magari ya wagonjwa zinakabiliwa na hatari ya kusimama kabisa. Watoto ndio wanaoteseka zaidi, wakiwa tayari wamepitia miezi 15 ya vita visivyokoma, kama anavyobainisha Rosalia Bolen, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF katika ukanda wa Gaza. It's an extremely difficult environment to be in. Hali hii ni ngumu sana, hasa kwa watoto waliopitia miezi 15 ya ghasia zisizo na kifani. Wengi wao wameathirika kisaikolojia na wamebeba makovu makubwa ya maisha yao. Ufaransa imetoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi mara moja, huku Uingereza ikikosoa Israeli kwa kuzuia misaada ya kibinadamu Gaza, ikisema ni uvunjwaji wa sheria za kimataifa. Israeli inasema mashambulizi haya ni majibu baada ya Hamas kukataa kubadilisha masharti ya mkataba wa kusitisha mapigano, lakini viongozi wa Palestina wanatahadharisha kuwa hali inazidi kuwa mbaya kwa raia wasio na hatia. Kwa sasa diplomasia imeshindwa, hali ya kibinadamu inazidi kuzorota na watu wa Gaza wanajikuta tena katikati ya ghasia zisizokoma. Ni Idi Sesanga na taarifa hiyo kuhusiana na wimbi jipya la mashambulizi ya anga katika ukanda wa Gaza yaliyoanzishwa na Israel. Na kama ulivyosikia hapo, hali imekuwa mbaya na matamko mbalimbali yanatolewa katika mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. DW imetaka kufahamu mashambulizi hayo mapya ya Israel huko Gaza yanatoa picha gani katika mzozo huo. Hilo ni miongoni mwa maswali ambayo mwenzangu Bakari Ubena amemuuliza mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdel Fattah Musa. Mashambulizi haya yanatoa picha mbili kwa wakati mmoja. Kwanza ni kuhusiana na msimamo wa Netanyahu yeye mwenyewe. Kama ambavyo hata ndani ya Israel amekuwa akiandamwa na upinzani mkubwa, kuonekana kwamba suala la vita analitumia kwa malengo yake binafsi ya kisiasa ili aweze kubaki madarakani kwa kuepusha serikali yake ya muungano isivunjike, na vile vile kesi zinazomwandama zisiweze kufuatiliwa na kuchukuliwa hatua dhidi yake. Kwa hivyo ni msimamo ambao anauchukua zaidi kwa malengo ya kisiasa, kuhakikisha kwamba vita vya Gaza havimaliziki, kwa sababu tunajua hataki kuliona linatokea. Lakini katika upande wa pili ni suala la serikali ya sasa ya Marekani ya Rais Donald Trump. Yeye, kinyume na serikali iliyotangulia, anaonekana kwamba msimamo wake wa kuiunga mkono Israel katika kuchukua hatua zozote zile inazotaka ni msimamo ambao hauna mpaka wala hauna kizuizi chochote. Kwa hivyo hichi kinachoendelea sasa ni kufanikisha ajenda ya Rais Trump ya kuhakikisha kwamba Wapalestina watakabiliwa na mashambulio ambayo mwisho wake yatawalazimisha waamue kwa hiari yao kulihama eneo la ukanda wa Gaza. Ndio umeizungumzia hapo Marekani, na sasa hivi Israel inaonekana kudhamiria kuyashambulia makundi mbalimbali yanayoungwa mkono na Iran, ikiwa ni pamoja na Hezbollah huko Lebanon na makundi mengine huko Syria. Lakini mshirika wake Marekani pia imezidisha mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihouthi. Yote haya unadhani yanaashiria kwamba sasa tunaelekea kwenye vita vipana zaidi vya kikanda huko Mashariki ya Kati? Tunaweza kikamilifu tukasema ni hivyo, kutokana na pamoja na kwamba Rais Trump kabla ya kuingia madarakani alikuwa akiimba wimbo wa kwamba lengo lake ni kukomesha vita ulimwengu mzima, Mashariki ya Kati na mambo kama hayo, lakini uhalisia wa mambo hauonyeshi kwamba hilo ndio lengo lake, ukizingatia kwamba serikali yake yote aliyounda, mawaziri aliyowachagua katika Wizara ya Mambo ya Nje, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa na pia waziri wake wa ulinzi, wote hao ni watu ambao wana ajenda ya kutetea sera na mielekeo ya Israel, hasa serikali ya sasa Israel ambayo ni ya kushupalia vita na kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati halishuhudia amani. Kwa hivyo huu msimamo wa Marekani kwamba baada tu ya kundi la Wahouthi kusema kwamba ikiwa mzingiro uliowekwa sasa na Israel wa kuzuia misaada ya kibinadamu wa Gaza hautaondolewa, tutaanzisha tena operesheni za kuzuia meli za Israel zisipite katika Bahari Nyekundu, na hata ikilazimu tutaanzisha mashambulio, kwamba kwa sababu hiyo tu Marekani imetangulia kuanzisha mashambulio makali dhidi ya Wahouthi, na vile vile kwamba imetoa tamko kali sana la kuitishia Iran kwamba endapo Wahouthi wataanzisha mashambulizi yoyote, Marekani italiangalia hilo kwa jicho la Iran na Iran italazimika kulipa gharama juu ya hilo. Hii yote inaonyesha kwamba msimamo wa serikali ya sasa Marekani ni mbaya zaidi katika kushupalia vita kuliko serikali iliyotangulia, na kimsingi ni kwamba pengine sasa hivi ile sarafu ambayo pande mbili za sarafu zimekamilika ni hali ya sasa ya kuwepo Netanyahu katika serikali ya Israel na vile vile Trump katika serikali ya Marekani, kwamba lengo hasa ni kuendeleza kupanua mgogoro huu
na kusababisha moto mkubwa zaidi wa vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Unadhani sasa kipi kinaweza kufanyika ili kuzuia hilo, hasa ikizingatiwa kwamba kwa sasa Israel kama ulivyosema inaonekana kumsikiliza tu Marekani, huku mataifa ya Ulaya yakiwa kama vile yamewekwa nyuma ya pazia? Nini hatma ya mzozo huu? Kwa hakika tukitaka tuitathmini hali ya kimataifa ilivyo, kwa kweli imefikia pahala pabaya sana. Imefikia katika hatua ya kusikitisha sana. Kama jamii ya kimataifa kwa umoja wao haitokuwa tayari kuweza kuchukua msimamo wa kivitendo wa kukabiliana na viongozi wawili hawa au nchi mbili hizi, Israel na Marekani au Trump na Netanyahu, ni kwamba ninavyoiona mimi binafsi hali inakuelekea sasa hivi ni kubaya zaidi kuliko ilivyokuwa katika kipindi cha tokea Oktoba 7, 2023. Naam, huyo ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa, kama alivyozungumza na mwenzangu Bakari Ubena kuhusiana na hali ya sasa ya huko Mashariki ya Kati. Na Rais Donald Trump wa Marekani anatarajiwa kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin juu ya mzozo wa Ukraine, ambapo kiongozi huyo wa Marekani amejibebesha jukumu la upatanishi kusitisha miaka 3 ya vita kati ya Urusi na Ukraine. Mohamed Khalef anaangalia juu ya kile kinachotazamiwa kwenye mazungumzo hayo ya baadaye leo. Cha mwanzo kinachotazamiwa kwenye mazungumzo ya leo ni uwezekano wa Putin kukubali pendekezo la Trump la kusitisha mapigano kwa muda wa mwezi mmoja kwenye vita hivyo ambavyo vimeshangamiza hadi sasa maisha ya makumi kwa maelfu ya watu, kuwajeruhi maelfu na kuwalazimisha wengine mamilioni kuwa wakimbizi tangu ilipoanza mwezi Februari mwaka 2022. Wiki iliyopita Putin alisema kwamba kimsingi anakubaliana na pendekezo la Washington, lakini vikosi vyake vitaendelea kupigana hadi masharti yake muhimu yawe yameshafanywa kazi. Tayari Ukraine imeshakubaliana na usitishaji wa mapigano wa muda, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, ambaye hapo jana alikiambia kituo cha redio cha Fox News kwamba Washington imepata hakikisho zuri kutoka Ukraine wiki iliyopita. Rubio aliongeza, na hapa namnukuu, wamekubali kusitisha mashambulizi yoyote na kuacha kila kitu kama kilivyo sasa, na sisi tunaweza kuendelea na mazungumzo ya jinsi ya kukomesha kabisa vita hivi, mwisho wa kumnukuu. Dmitry Peskov, msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin, amesema mazungumzo ya Putin na Trump hayana ukomo wa muda na kwamba viongozi hawa wawili watazungumza kwa muda mrefu zaidi kadri itakavyohitajika. Peskov ameongeza kwamba Putin na Trump watazungumzia pia masuala mengine yanayohusiana na kurejesha mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Trump amesema masuala ya ardhi ambazo tayari zimeshanyakuliwa na kila upande kutoka kwa mwenzake na pia vinu vya umeme yatakuwa sehemu ya mazungumzo hayo ambayo yanafanyika kwenye siku ambayo Urusi ilichukua Crimea miaka 11 iliyopita. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt amesema kwamba maafisa wa pande hizo mbili wamezungumza juu ya hali ya kinu kikubwa cha nyuklia barani Ulaya cha Zaporizhia kilichoko kusini mwa Ukraine. Kinu hicho kipo katikati ya mstari wa mbele wa vita tangu Moscow kutuma wanajeshi wake nchini Ukraine mwaka 2022 na ukinyakua muda mfupi baadaye. Shirika la nguvu za atomiki la Umoja wa Mataifa limeelezea mara kwa mara wasiwasi wake juu ya usalama wa kinu hicho ambacho linasema kinaweza kuwa janga la nyuklia la muda mrefu. Kinu hicho ni muhimu sana kwa Ukraine ambayo ilikuwa ikitegemea kwa zaidi ya robo ya umeme wake kabla ya vita. Kwenye hotuba yake ya usiku wa jana, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine, licha ya kuelezea kuunga kwake mkono mazungumzo ya Putin na Trump, aliweka wazi wasiwasi wake kwamba Putin hayuko tayari kwa amani. Kwenye kushughulika na wawili hao, Trump amekuwa daima akiangazia nani mwenye karata ya turufu mkononi mwake, ambapo amehitimisha kuwa nguvu hizo ziko upande wa Urusi na sio Ukraine. DW tunavuma kwa kishindo.